بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. نعم، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuendelea madarasa haya ya kitabu, yani madarasa ya fiqh katika kitabu cha Al-Muqaddima Al-Hadramiyya, na ndio tuko mwanzo katika kitabu cha tahara, sio? Naam. Na ile siku ulisoma kidogo tahara ama hukusoma? Ukumbuka kama umesoma? Haya basi soma. Sema la yasihu, tukusoma hapa la yasihu raf'u al-hadathi. Soma. Sawa. Babu tahara. Nasema Sheikh rahmatullahi alayh, la yasihu raf'u al-hadathi wala izalatun najasi illa bima yusamma ma'an. Naam, acha hiyo ama hatadal lakini fa in taghayyara ta'amuhu aw lawnuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan bihaythu la yusamma ma'an bimukhalifin tahirin yastaghni al-ma'u anhu lam tasihha taharatu bihi. Asema Sheikh rahimahullah, la yasihu raf'u al-hadath. Sasa hapa ndugu zangu, ni mlango huu tushawahi kuashiria, kumbuka vizuri, tushawahi kuashiria kidogo, lakini kama tulivyosema, kila tunavopanda kwenye vitabu kidogo tunaona masail ama mambo yanazidi, na kitabu hiki ni tofauti na kile Safina. Jamani, kitabu hiki ona moja kwa moja ile ukianza tu ni maelezo, yani ni masail, kama hukumu ya vitu. Ama kwenye Safina utaambiwa bwana, angalia alamatul bulughi 3, alama za kubalighi ni 3. Utakwenda kule arkanu salati 17, yani unatajiwa vitu kwa unatajiwa kitu kwa idadi. Kwa sababu gani? Kile ni kitabu mwanafunzi anaambiwa cha mtoto mdogo ahifadhi. Lakini hapa ushaanza kuingia, bado ni kidogo, lakini ushaanza kuingia sasa. Badala ya kupewa vitu kwa idadi, unapewa kwa maelezo. Unajua mtoto ukimueleza ati ukija ukimpa kwa maelezo, ukishafika kwa maelezo ya pili, ile la kwanza amelisahau. Lia namna ambavyo maulama wamepanga hivi vitabu ni kwa hikma. Bwana, lao mtoto wewe kuanzia mwanzo kwamba bwana, nguzo za swala 17. Ya kwanza ni nia, kisha umpe maelezo ya nia ingi kwa hivi. Ukifika kwenye nguzo ya pili yeye ashasahau baadhi ya maelezo ya nguzo ya kwanza. Kwa hivyo mtoto anaambia bwana, ngoja, nguzo ya kwanza ni nia, nguzo ya pili takbiratul ihram, kusimama, kusoma Fatiha, ametajiwa ili azifa. Lakini ukishapanda kidogo sasa unaanza kuelezwa kwa maelezo. Kwa hiyo kitabu hiki ameanza moja kwa moja Sheikh aeleza hukumu ya maji haya tunayotumia. Ni maji gani wewe una ruhusa kutawadhia nayo? Akwambia Sheikh, la yasihu raf'u al-hadathi, haiswihi kuinua hadathi ama kuondoa hadathi, haiswihi. Na tukisema haiswihi maana yake haiswihi na pia haifai. Haiswihi ni kuwa lau ukatawadha na kwa hivi vitu ambavyo tutakuja tuvitaje, lau ukatawadha nao udhu wako haufanyi nini? Kisha juu yake pia ni haramu kitu uliofanya. Kwa hivyo udhu hujaswihi na juu yako mpata dhambi. Kwa hivyo hapa amesema la yasihu, yani haiswihi, waweza kuandika na pia haifai. Na pia haifanyi nini? Haifai. Kwa hivyo la yasihu raf'u al-hadathi, haifai kuondoa hadathi. Hadathi ni tumetaja sisi hadathi katika. Sasa kuna hadathi ndogo na kubwa, sio? Maana ya neno hadathi, maulama wanatuambia hadathi ni jambo ambalo halionekani. Ni jambo ambalo halionekani, lakini linazuia kusihi kwa swala isipokuwa ukiwa na ruhusa. Ni jambo ambalo halionekani. Wewe ukiwa huna udhu, tukwambia swala inasihi?
Kule wewe kutokuwa na udhu ni sababu ya swala kutoswihi. Kwa hivyo hadathi ni kitu ambacho kimezuia swala kuswihi, lakini ni kitu ambacho hakionekani kwa hivi sasa mimi nina udhu ama sina udhu, huwezi kujua maana hadathi ni kitu hakionekani. Sasa kwambia haiswihi kuondoa hadathi maro. Wakumbuka mbale mwanzo, yani ile darasa ile tulizungumza kuhusu tahara. Kwambia kakueleza maana ya tahara. Kumbuka nikueleza maana ya tahara? Kwambia tahara. Maana ya tahara umesahau, umeandika ama tahara nikakwambia inabeba takriban vitu vinne. Hapa umeandika nini? Subhanallah, kuandika. Nakwambia tahara ni kuinua hadathi, kuondoa hadathi au kuondoa najisi au kitu ambacho kinasimama kiko kwa maana yake, kitu ambacho kiko kwa maana ya hivyo vitu viwili au kitu ambacho kifanana na hivyo vitu viwili. Sikueleza kwenu wewe? Umekueleza sio? Hujaelewa vipi? Bismillah. Fadhali basi ungenisimamisha kaniambia bwana sijaelewa, sasa tutaendelea vipi ikiwa hujaelewa? Yaani yeye mahali hiyo. Naomba niulize. Bismillah. Kwa hapa sasa kisha. Mambo mengine. Maana ya neno tahara. Hili neno tahara kwenye elimu, maana hili neno kwenye vitabu vya fiqh nini maana yake? Maana ya neno tahara ni kuondoa hadathi. Yaani tukiambia umejitahirisha, maana yake ima umeondoa hadathi, ama umeondoa najisi, ama umefanya kitu ambacho kiko kwa maana ya hivi vitu viwili. Yaani kiko kwa maana ya kuondoa hadathi au kuondoa nini? Najisi. Hoja naja hapo. Kwanza na tahara ni kuondoa hadathi au kuondoa najisi au kufanya kitu ambacho kiko kwa maana hivi vitu viwili, yani kimekuja na kiko kwa maana ya nini? Kuondoa hadathi au kuondoa, ingawa haiondoi najisi wala haiondoi hadathi. Ambao umeniuliza swali nikakwambia nitaona. Na ukaniuliza sasa naambia hujaelewa. Hujatwali, sio kwa hujaelewa, lakini wallahu aalam. Acha tu. Kisha ya mwisho ni kitu, yani tumesema ima ni kuondoa hadathi au kuondoa najisi au kitu ambacho kiko kwa maana ya hivi vitu viwili, na ya mwisho iwe ni kitu ambacho kiko katika sura ya hivi vitu viwili, yani kimfanana na hivi vitu viwili. Sasa ile ya kwanza ambayo tumesema ni kuondoa hadathi, ndio inaingia hadathi kubwa na hiyo janaba. Hadathi kubwa ndio hiyo janaba. Kwa hivyo janaba mtu akaenda kioga tumwambia amejitahiri kwa sababu ameondoa yani ameondoa hadathi kubwa. Mtu akitawadha tumwambia amejitahiri kwa sababu amefanya nini? Ameondoa hadathi gani? Madhubut. Mtu alikuwa na najisi kwenye nguo ama kwenye mguu, akaenda akaosha ile najisi, tumwambia amejitahiri kwa ajili ameondoa najisi. Haya, mtu amekwenda ametayamam. Mtu amekwenda amefanya tahara. Amekosa maji maskini, hakupata maji, akaenda kufanya tayamam. Tukwambia ndio huyu amefanya tahara. Kwa sababu gani? Hajaondoa najisi wala hajaondoa hadathi, lakini amefanya kitu ambacho kiko katika maana ya kuondoa hadathi. Badili yake. Umeipata sasa? Maana ukitayamam unaruhusiwa kuswali. Kwa hivyo tayamam imesimama kwa maana ya kutawa. Tumeelewana? Kwa hivyo tayamam pia inaingia kwenye maana ya tahara. Haya, nyingine nini? Kujitamba kwa jiwe. Ukijitamba kwa jiwe kweli najisi. Nafikiri kile kitabu cha kwanza kama alikuwa amiri huko, sina uhakika upande huu, lakini tukizungumzia najisi tulisema najisi kwa madhehebu yetu haiondoki isipokuwa kwa maji. Sasa lakini wewe ukaenda chooni una ruhusa ya kujitamba kwa jiwe, ama kama ni tishu kwa masharti fulani tulieleza kwenye kile kitabu. Ile najisi wewe imeondoka? Kwamba haijaondoka. Lakini kile kitendo chako ni tahara ama si tahara? Ni tahara, maana kimekuja kwa maana ya kuondoa najisi hata kama haiondoi najisi. Hivyo ni kipande cha pili. Kisha kipande cha tatu tumesema ni kitu kimefanana na vile vitu viwili. Kipande cha tatu ama maana ya tatu ya tahara, na kitu tunasema ima ni kuondoa najisi au kuondoa hadathi. Sawa? Ya kwanza. Au kufanya kitu ambacho kimesimama kwa maana ya hivi vitu viwili. Tukasema mfano ni tayammum. Au kufanya kitu ambacho kimefanana kisura tu, kimefanana na vile vitu vya kwanza viwili. Imefanana na kuondoa najisi na imefanana na kuondoa hadathi. Mfano ni nini wanatuambia maulama? Mfano wewe ukitawadha waosha mara ngapi? Mara 3. Ya lazima mara ngapi? Tufikirieni. Ya lazima ni mara
Lazima mara 3. Lazima mara kwanza. Lazima mara moja. Ile mara ya kwanza sio? Ile mara ya kwanza ndio inaondoa hadath. Mara ya pili na tatu nini? Sunna, haiondoi hadathi. Hii sasa ni ile ambayo imekuja imefanana na kitu cha kwanza. Imefanana na kuondoa hadathi lakini imeondoa hadathi. Haijaondoa hadathi. Sio katika kuondoa hadathi lakini tuaita ni tahara. Kwa sababu gani? Imekuja katika sura ya kuondoa hadathi. Tumeelewana? Lakini usishughulike sana na maana, haina neno. Usishughulike sana na maana hata nini? Bado hujaipata? Yaani kuchangamka bali kidogo. Yaani kichanga kwa hivi makini kidogo. Inshallah. Inshallah. Nikwambie mimi kitabu hiki kidogo chataka subra bwana. Sawa? Sasa asema shekhe la yasihu raf'u alhadathi, haiswihi kuondoa hadathi. Hufai kuondoa hadathi. Na tumesema haiswihi na pia ni dhambi, yani haufai. La yasihu raf'u alhadathi, haifai kuondoa hadathi wala izalatu najis, na wala kuondoa nini? Najisi. Pia hufai kuondoa najisi illa isipokuwa bima yusamma ma'an, kwa kutumia kitu kinachoitwa nini? Kinachoitwa maji. Sawa, hufai kutumia kitu ambacho hakiitwi maji. Hufai kutumia kitu ambacho hakiitwi nini? Hakiitwi maji. Lazima utumie kitu kiitwacho maji. Sawa? Bismillah. Maji yako. Hauna sababu ya wewe kutumia maji. Lakini ukatumia jiwe kama yeye inaswihi. Tuliposoma kile kitabu cha kwanza, miongoni mwa ile milango ya kwanza, nafikiri mlango wa pili, tulisema masharti ya kutoshelezwa kutumia ji. Je, tulisema kukosekana maji? Hapa sasa ndio mashekhe zetu watuambia hapa masharti ya kutoshelezwa kutumia, shurutu ijza'il hajari, masharti ya kutosheleza kutumia jiwe. Baada tu ya alama za kubaligha, angalia yasema shurutu ijza'il hajari 8, masharti ya kutosheka kutumia nini? Jiwe kujisafisha. Ni mangapi? Hapa ametaja 8. Hapa ametaja masharti 8. Sharti moja iwe mawe matatu, na iwe tukasema mawe matatu yani mapanguso matatu mpaka mwisho. Wakumbuka? Sio? Si mengi pale sijui haifai ku. Ndio. Je, tulitaja lazima maji yakosekane? Waweza kuona maji na utumie. Haina nini. Wewe usahau tukisema sunna zaidi ni ufanye nini? Utumie ile kisha maji. Sasa mimi nakumbuka juzi kuna mmoja wa hawa watu ambao hawana hakika, hawakusoma sawa sawa, ni hayo yeye kupinga. Amekuja mtukana Imam Nawawi. Imam Nawawi ni Imam Nawawi bwana. Amtukana Imam Nawawi, akaulizwa, wewe hebu nipe masharti ya kutumia jiwe wakati kujitamba. Hajui. Akasema ukikosa maji ndio unaweza kutumia jiwe wakati kujitamba. Tuta hajui. Wajua haina shida ikiwa mtu si msomi, haingilii akasema mimi sijui. Lakini wewe wajidai ni msomi mpaka watukana wakubwa. Maimamu wakubwa watukana. Wajua Imam Nawawi ni nani? Yule aliyeandika Riyadhus Salihin. Huyo ni maarufu anajulikana sana. Wewe uende paka umtukane. Sasa mambo kutukana inapiga sababu. Hujui hata kujitamba kwa jiwe. Kidogo hicho. Na? Kitabu kidogo yani hicho. Umeelewa sasa? Kweli mashairi. Almuhim. Na? Yani kila mtu anajua sasa. Subhanal Khaliq. Mungu atustiri na tusamehe. Mpaka ikiwa sisi tumekuwa ndo kazi kusomesha ni shida kubwa sana. Yani ikiona hali imefika hapa kuwa sisi ndo lazima tusomeshe, basi hali ni ngumu sana. Yani manake akikosekana Allah. Almuhim asema illa bima yusama man, wewe hufai kutawadha. Hufai kwenda kuoga janaba isipokuwa kwa kitu kinachoitwa maji. Sawa? Nini maana ya kitu kinachoitwa maji? Yani tukisema maji ni maji hivi tu, maji kavu. Yani haijaitwa maji ya kitu kingine. Haijaitwa maji ya kitu kingine. Yani maana yake ni kwa mfano maji ya mua. Ni maji basi maji. Lakini ni maji imefungamanishwa na kitu. Kwa hivyo hapa akisema illa bima yusamma ma'an, isipokuwa kwa kitu kinachoitwa maji, yani kinaitwa maji peke yake. Hakijafungamanishwa na kitu kingine. Maana nimespecify kitu kinachoitwa kinachoitwa maji.
na ni maji peke yake, yani wao wenyewe kwa Kiarabu wanakwambia ma'an mutlaqan, isipokuwa inaitwa ni maji bila ya kuletwa neno jingine kufungamanishwa nayo. Isipokuwa yaweza kuwa inafungamanishwa na kitu, lakini kile kitu kinabadilika. Kivipi yani? Kwa mfano, yale maji ya mua, kuna wakati yatawahi kubadilika. Yani ukiyatoa, mseme maji ya mua umeweka kwenye ndoo, kuna wakati ukiyatoa ukipeleka kwingine yatabadilika, yatakuwa si maji ya mua tena. Yatabaki tu ni maji ya mua, ni maji ya mua. Hata ile kufanya wanasemaje ile ile sasa mambo mengine, ile itakuwa kama umea na ile mpaka mambo ya mashini na ile mambo makubwa, maulama wana maneno kwa hiyo. La, fikiria mfano la ilaha illallah muhammadur rasulullah, maji ya bahari. Ukiyatoa pale baharini, ukayaweka sehemu nyingine muda mrefu, mtu akija ataita maji ya bahari? Ataita maji tu vizuri kabisa. Ile kitu ambayo imefungamanishwa nayo ni kitu ambayo inaweza kuondolewa wakati wote. Maji ya kisima, yalipokuwa kisimani yameitwa maji ya kisima. Ulipoyatoa ukayawata nyumbani, maji tu. Ukiyatoa kisimani uyapeleke baharini, yataitwa maji ya? Basi pale haya yote yanahesabika kama maji ambayo haijafungamanishwa na neno jingine, haijafungamanishwa na kitu kingine. Ruhusa kutawadha nayo. Lakini maji ambayo yamefungamanishwa na kitu kingine, useme maji ya machungwa. Madamu umesema maji ya machungwa, yatawahi kubadilika yale? Hayawahi kubadilika. Uyatoe hapa, uyapeleke karibu na bahari, uyapeleke nyumbani ya keti mwezi, yanabaki ni maji ya machungwa, basi ufai kutawadha nayo. Tumeelewana maji elewana? Sawa. Maziwa, kaja ukachanganya na maji, kachanganyika mpaka ile maji kama meupe kama maziwa. Je, uweze kutawadha nayo? Huwezi. Kwa sababu hayaitwi nini? Haitwi maji. Ama hata kama yanaitwa maji ndio yale, ima yanaitwa maji ya machungwa, au yatakuwa yameitwa maziwa, au yataitwa maji ya juisi, au mpaka mwisho. Sawa? Hai. Sasa aja kuleta natija haya maelezo. Ukishajua kuwa haifai kutumia kitu ambacho ni maji, tena ni maji tu, sio maji ya kitu kingine, basi akwambia fa intaghayyara ta'amuhu, basi ukiwa wewe una maji fulani yakabadilika, yakafanya nini? Yakabadilika. Fa intaghayyara, basi yakibadilika, ta'amuhu, utamu wa nini? Taste, yani taste ya ile maji ikabadilika, au launuhu, ama nini? Ama rangi yakabadilika kabisa. Ta'amuhu, utamu, au launuhu, ama nini? Ama rangi, au rihuhu, ama harufu. Taghayyuran fahishan, kubadilika kudovuka mipaka, yani kubadilika sana, kubadilika kusana. Maana yake ni yale maji, yani si, alhamdulillah rahmukallah, si lazima useme yamechafuka. Yani mfano mimi nina maji kwenye ndoo, nusu ndoo, sawa, maji nusu ndoo, kaja nkatia maji nusu ndoo, ukitia glasi ya maziwa, je, yale maji yatabadilika? Hatabadilika. Tukwambia yale maji una ruhusa ya kutawadha nayo. Manake wewe mwenyewe kikawaida utaita yale maji ya maziwa, utasema tu ni maji yamechanganyika na umepata. Lakini si nusu ndoo ni maji, uje ulete nusu ndoo maziwa, nini itafanyika? Yatabadilika. Je, utaita maji yamechanganya na maziwa? Maji ya maziwa. Umeona tofauti? Huyu adhini. Haya, acha sikijibu adhana. Allahu akbar, Allahu akbar. Arhamhum kama rabbani saghir. Naam, asema Sheikh rahimahullah, fa in taghayyara ta'muhu au launuhu au rihuhu, ikibadilika utamu wake au rangi yake ama nini, harufu yake. Asema harufu yake sio rih ni harufu, au rihuhu harufu. Asema ikibadilika moja hivi vitu vitatu, lakini ikibadilika mabadiliko mingi sana, ibadilike kwa namna, nakwambia bihaithu, kwa namna ambayo kwamba la yusamma ma'an mutlaqan, hayaitwi tena maji peke yake. Yamebadilika mpaka wewe huwezi tena kuyaita maji. Ukija haya maji ya maziwa, haya maji ya machungwa, manake maji ya machungwa rangi haibadiliki, lakini testi inabadilika. Au maji ya ndimu, testi inafanya nini? Inabadilika. Ikibadilika sana, lakini ikibadilika kidogo utaita maji ya ndimu. Yani mfano maji ndoo zima, kaja ukatia ndimu moja, testi inaweza kubadilika kidogo, lakini je, utaita maji ya ndimu? Utaita maji haya yameingia ndimu. Maji haya kidogo yameingia, itwaje, matone labda ya juisi, utaona rangi kidogo imeanza kubadilika. La, hatusemi kubadilika kule kuchache, imebadilika sana. Ikibadilika sana ndo haifai. Anasema la yusama, kwa namna ambayo haitwi tena maji gani? Maji mutlaqan, yani maji tu peke yake. Anasema bimukhalitin,
lakini kubadilika kule lazima iwe imebadilika kwa mukhalit. Nini mukhalit? Yani sisi skuli tulikuwa tukiambia kitu ambacho ni soluble. Soluble wakumbuka nini soluble? Kitu ambacho inaweza soluble, inaweza ikameza, yani inachanganyika na maji. Kitu ambacho inachanganyika na nini? Mfano chumvi, mfano sukari, mfano hayo hiyo ndimu, yale maji ya ndimu, maji ya machungwa. Hivi ni vitu ukivimix na maji vinafanya nini? Vinachanganyika. Kwa hivyo ikibadilika na hii kitu ndio maji yale hufai tena kufanya nini? Kutawadhia nayo. Asema fa intaghayyara ta'amuhu au launuhu au rihuhu. Mutlaqan ndio soluble. Mutlaqan mukhalit ndio soluble. Bi mukhalit kwa kitu ambacho ni soluble, kwa kitu kinachochanganyika na maji. Mutlaqan kabisa, ndio. Mutlaqan yani mutlaqan kwingine ni kabisa, lakini hapa la yusamma ma'an mutlaqan, yani haiitwi maji peke yake. Mutlaqan hapa maana ukisema mutlaqan yani maji bila ya kitu kingine. Lakini ukisema kwa mfano ma'ul asir, maji ya juisi labda, au lim, maji ya ndimu, ile si mutlaqan. Ile si nini? Si mutlaqan, maana yake umeongeza kitu. Mukhalit ndo kuchanganyika ama kitu chenye kuchanganya. Asema bi mukhalitin, kwa kitu chenye kuchanganya, soluble, kwa kitu chenye kuchanganyika na nini? Na maji. Tahirin, kitu chenye kikiwa ni tahir, ama ikiwa ni najisi itakuja hukumu yake baadaye, sio na wasiwasi. Tahirin yastaghni al-ma' anhu. Jamani, iwe kile kitu kilochanganyika na maji, maji yanaweza kuketi bila ya kile kitu. Maji yanaweza kuketi bila ya kile kitu. Nini maana yake? Kuna vitu ambavyo maji hayawezi kuketi bila. Mfano, wewe umenunua ndoo. Maji yanaweza kuketi bila sehemu ya kukaa. Yaani bila ndoo. Lazima yakae kwenye ukatia maji kwenye ndoo. Ukatia maji kwenye ndoo. Ile ndoo madamu ni mpya huwa ina harufu. Ile harufu ikaingia kwenye maji mpaka ikaharibu, yani ikabadilisha maji kabisa. Je, yale maji yameharibika? Hufai kuyatumia? Tukwambia la, kwa sababu hiki ni kitu ambacho maji haiwezi kukaa bila ndoo. Ama mara nyingine utapata maji yanatoka kwenye mfereji, lakini mfereji unakutu. Maji yakitoka rangi gani? Brown kabisa. Si rangi imebadilika. Sisi tumesema rangi ikibadilika hufai kuyatumia? La, lakini hapa hiki ni kitu ambacho maji haiwezi kuishi bila, haiwezi kuketi bila. Angalia namna ambavyo sheria iko. Wakati mwingine kisima kina uchafu. Chanuka chuma vile. Ama itaje ile mto. Mara nyingine maji yamebegeuka kala kabisa, brown kabisa. Sasa ile sehemu wewe waweza kusema maji yapite juu ya hewa. Lazima apitie pale. Sasa ile maji unaweza kutawadhia? Ndio, kwa sababu hii ni kitu ambacho maji haitosheki nayo. Tumeelewana? Sasa kwambia yastaghni al-ma'anhu, kile kitu ambacho kinachobadilisha maji iwe maji inaweza kuishi bila hicho maji yaweza kuketi bila hicho kitu. Basi ikiwa ni hivyo, akwambia shekhe lam tasihha tahara. Lam tasihha taharatu bihi. Basi ile tahara haiswihi kwa maji aina hii. Maji aina yapi? Yaliyobadilika ima utamu au harufu au rangi, tena imebadilika kwa kitu ambacho kimechanganyika na maji, na kitu chenyewe iwe maji yanaweza kuketi bila hicho basi maji yakibadilika kwa masharti haya, basi hayo maji wewe haiswihi ujitwahirishe nayo. Lam tasihha taharatu bihi, haiswihi wewe ufanye nini? Ujitwahirishe nayo. Kwa sababu gani? Kwa sababu haya haitwi tena nini? Haitwi tena maji. Haitwi tena maji. Sasa madamu haitwi maji, hufai kutawadhia nayo, hufai kuogea nayo. Na ndo pale nikakwambia lao mtu akenda wakati wa kuoga ana sabuni mwili mzima, ama maji yake ameyachanganya na sabuni, ataka kuoga janaba, haiswihi. Kwa sababu yale maji yamebadilika harufu, ama yamebadilika taste kwa namna ambayo huiti tena ni maji. Yani wewe katika haya maji ya sabuni, atakwambia huwezi kuogea nayo janaba. Ukitaka kuoga kujisafisha sawa, lakini uoge nayo janaba. Tumeelewana mpaka hapa? Haya, kisha atakuja atazungumza wa taghayur taqdir, inshallah tutaendelea katika darasa tutakuja. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.